So kwa hivyo tunapoelekea kilele cha kila jambo, takusema jambo ya kwamba tunaposhiriki meza ya Bwana, unajua, unaweza ona ya kwamba hii ni mkate wa kawaida, lakini nilisema ya kwamba mwanzo, kabla sijaanza mahubiri yangu, ya kwamba kwa kila jambo ifikapo kwenye madhabahu ya Bwana na tuibarikishe, Bwana mwenyewe anashuka na kutenda. Amen. So nataka uelewe ya kwamba unapoenda kushiriki meza, niliwasomea andiko ya kwamba ikiwa kuna jambo lolote ndani ya moyo wako, usichukue. Haleluya. Kama kuna jambo lolote linakukwaza ndani ya moyo, sio kwamba nakutisha. Haleluya. Ama turudi tena kwa maandiko. Maana nilisema kwamba wakati labda uko na jambo ambalo linakukwaza ndani mwako, wakati unapochukua ni kama una hatia. Haleluya. Lakini kama ulitubu na ukaambia Bwana, nafasi hii ninakuruhusu nitawale, basi unaweza shiriki. Wengine wamenyamaza sababu ndani ya mioyo zao kuna mambo ambayo yanafanya kwamba halikaribu tuko karibu. So itasoma andiko, kisha baadaye tutafungua, alafu tutapata mwelekeo. Tulisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wake ni wa 11 kuanzia 23. Tulisoma na bado tutarudia kusoma. Maandiko yanasema ya kwamba kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule uliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. 25. Na vivi hivi baada ya kula akaitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Inamisha kichwa chako tunapoomba. Baba wetu Mungu unayetawala mbingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu ya meza ambayo tunaenda kushiriki. Bwana, ni ombi langu ya kwamba watu wako wanapochukua meza huu kwenda kulishiriki, wanapochukua mkate huu, Bwana Mfalme, isiwe ya kwamba ni mkate wa kawaida, lakini wacha Bwana makuu yatendeke katika maisha yao. Wanyapo katika kikombe hiki, Bwana Mfalme, wacha miujiza na ishara zikatendeke kupitia kwa wewe. Kuna baadhi ya wengine wamekuwa na shida katika maisha, magonjwa katika miili, changamoto katika maisha. Bwana Mfalme, kawaondolee, maana kupitia kwa hii meza ambayo tutaenda kushiriki, Bwana unaenda kujidhihirisha. Asante Mungu mwenye nguvu na uwezo, kwa maana Yesu tayari unaenda kutenda. Utukuzwe kwa sababu unastahili. Kwa Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na hata kuamini. Tupigie makofi. Haleluya. Sasa tunaweza fungua. Naamini ya kwamba tutaanza na sisi ambao tuko kwenye madhabahu, kisha baadaye tutawapa hata wengine. Haleluya. Maana hiyo ndiyo desturi, inaanza kwenye madhabahu ya Bwana, kisha baadaye inakuja kwenu. Jipigie makofi. Haleluya. Asante.
tu penye upo. Haleluya. So unaweza hapa. Chukua tu moja. Haleluya. Wacha ashes pia waweze kuwasaidia. Kama hujashiriki usishike tafadhali. Wacha wale ambao wameshashiriki waende tu. Kwa sababu hiyo ndio mpangilio. Chukua kama wewe asha, enda tu, endelesha tu, kwa sababu tumeshaibariki.